Ni siku ya kwanza kukanyaga ardhi ya Tanga, mkoa wenye historia ndefu na mchango mkubwa katika uchumi wa Tanzania. Safari hii simulizi letu halielekei moja kwa moja kwa watu wa Tanga, bali linaangazia ujio wa maafisa waandamizi kutoka Chuo cha Taifa cha Ulinzi NDC waliowasili mkoani hapa wakiwa katika ziara ya mafunzo kwa vitendo kutoka Kunduchi, Dar es Salaam. Hapa maafisa waandamizi wa vyombo mbalimbali vya ulinzi na taasisi za kiraia kutoka nchi 17 Afrika na kwingineko duniani wanakutana hapa kujifunza namna mfumo wa usalama wa taifa unavyosimamiwa katika jamii ya watu wa Tanga kupitia shughuli mbalimbali za kujenga uchumi na kukuza kipato cha wananchi. Muda wa kuhudumia meli wastani ulikuwa ni siku 8, lakini kwa sasa muda wa kuhudumia meli umekuwa wastani wa siku 3. Kwa hiyo kama unaona hapo kuna unafuu, na hiyo ni moja ya faida ya mradi ambao umefanyika katika bandari ya Tanga. Ziara hii imelenga kujifunza namna jamii za Wadigo, Wasambaa, Wazigua na Wabondei zinavyojenga na kuimarisha uchumi wao kupitia shughuli halisi za uzalishaji, kuanzia uvuvi wa bahari ya Hindi, kilimo cha mkonge na mazao mengineyo, na namna shughuli hizo zinavyotatua changamoto za kijamii na kuchangia maendeleo ya mkoa wa Tanga na taifa kwa ujumla. Katika hatua nyingine, ziara hiyo ya maafisa waandamizi wa NDC wametembelea bandari ya Tanga chini ya mamlaka ya bandari Tanzania TPA ili kujifunza mchango wa bandari hiyo katika kukuza pato la taifa. Masuala yaliyopewa uzito ni pamoja na mikakati ya kuongeza ufanisi wa bandari, kuboresha huduma kwa wasafirishaji wa mizigo na kuifanya bandari ya Tanga kuwa kitovu muhimu cha biashara kwa kanda ya kaskazini na nchi za jirani. Mwaka 2018 serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iliamua kufanya maboresho makubwa katika bandari yetu ya Tanga, ambapo iliwekeza takriban bilioni 429.1. Baada ya maboresho hayo, kwa kweli tunafarijika kwamba operation zetu zimeongezeka. Uwezo wa bandari umeongezeka, mapato yameongezeka, ajira zimeongezeka. Tunashukuru sana serikali kwa kuliona hilo katika kuiboresha hii bandari ya Tanga. Kwa mwaka 24-25 tulihudumia shehena yenye tani 1,196.4 ambayo ni ongezeko kubwa sana ukilinganisha na kabla ya maboresho. Tumeendelea kuongeza shehena kila mwaka na kila mwezi kutokana na mwitikio wa wateja kuja kutumia bandari ya Tanga. Bandari ya Tanga kama tulivyoeleza kwamba ni bandari ambayo iko kimkakati sana kwa ajili ya kuhudumia ukanda huu wa kaskazini, ambapo tuna na nchi jirani ambayo ni Burundi, Rwanda na Uganda hasa, na mizigo mingi sasa hivi tunayoipokea hapa ni kutoka katika nchi hizo, ambayo ni makatapila, vifaa ya viwandani, magari, yote yanapita bandari ya Tanga. Kama mnavyoona mpaka sasa hivi kulingana na maboresho, sasa hivi tunahudumia meli 2 kwa wakati mmoja, lakini wakati huo tulikuwa tunahudumia kilomita 1.7 kutoka hapa bandarini, na ilikuwa sio meli zile kubwa, zilikuwa ni meli ndogo ndogo. Na kwa kweli tunashukuru na mwitikio mkubwa
wa waleta meli wamekubali kutuletea meli, ambapo kwa mwaka 2024-2025 tulihudumia takribani meli 392 ambayo haikuwahi kuhudumiwa kabla ya hapo. Ziara hii imewawezesha washiriki kupata uelewa wa kina juu ya nafasi ya miundombinu ya bandari katika ukuaji wa uchumi wa taifa, sambamba na juhudi za serikali katika kuweka mazingira bora ya biashara na uwekezaji. Tumepokea leo maafisa wa jeshi kutoka Chuo cha Ulinzi cha Taifa NDC wakiwa kwenye mafunzo, lakini walikuja hapa kwetu Tanga kwa ajili ya kufanya mafunzo kwa vitendo, na sisi kimsingi tumefurahi sana kwa sababu tumeweza kufanya nao mijadala kuhusiana na maendeleo ya viwanda, katika umuhimu wa maendeleo ya viwanda katika taifa letu. Kwa hiyo tumefanya majadiliano mengi sana ambayo sisi kwa upande wetu tumewashauri na wenyewe wametupa mawazo jinsi ya kuhakikisha jinsi gani tunaendelea kujenga Tanga yetu, na sisi tumewaeleza mafanikio na malengo yetu kwamba tunaendeleza juhudi za Daktari Samia Suluhu Hassan kuhakikisha kwamba tunaanzisha viwanda katika mkoa wetu wa Tanga kama dira ya maendeleo ya 2050 inavyotaka, lakini na ilani ya Chama cha Mapinduzi, ili kuhakikisha kwamba tunatengeneza ajira nyingi na hasa kwa vijana kama maelekezo ya Daktari Samia Suluhu Hassan ambavyo yametutaka. Je, baada ya tathmini ya maafisa waandamizi wa Chuo cha Taifa cha Ulinzi NDC, hebu tusikilize maoni baada ya kujionea kwa vitendo nguvu ya uchumi wa jamii ya watu wa Tanga na mchango wa bandari ya Tanga katika maendeleo ya Tanzania. Baada ya kutembelea ofisi ya mkuu wa mkoa na kupata maelezo kuhusu shughuli za kiuchumi zinazofanyika mkoani, tumekuja eneo la bandari ya Tanga ambayo ni sekta muhimu katika usafirishaji. Hii Tanga tulichokiona ni kwamba inahudumia mikoa yote ya kaskazini na kaskazini mashariki. Tumefurahia sana kwamba bandari hii imeweza kupanuliwa gati zake mbili, na jumla ya gati mbili, lakini upanuzi wake umekuwa na matokeo makubwa, hasa upande wa mizigo kuongezeka, upande wa meli kuongezeka, upande wa meli kukaa kwa muda mfupi, na pia hata upande wa mapato ya jumla katika pato la taifa. Tatizo la Tanga ambalo kwa haraka tumeliona ni kwamba eneo la Tanga ni finyu. Eneo la Tanga ni finyu, na hii inaonekana hatukuweza hatukuwa na maono ya kwamba pengine bandari hii itakuja kuhudumia nchi nyingi za maeneo mengi ndani ya Tanzania pamoja na nje ya Tanzania. Ukiangalia hii haiwezi kuwa na mshindani kama huduma za bandari zitakuwa nzuri, kama miundombinu ya barabara kutoka bandarini itakuwa nzuri, kama uhifadhi wa mizigo utakuwa mzuri. Nasema hivyo kwa sababu gani? Hii ni bandari pekee inayohudumia mikoa ya kaskazini na kaskazini mashariki pamoja na maeneo ya nchi jirani. Hatuwezi kuwa na wasiwasi kuhusu bandari ya Dar es Salaam au bandari ya Bagamoyo ambayo itajengwa hivi karibuni, kwa sababu kutoka hapa kwenda mikoa ya kaskazini ni karibu zaidi kuliko kutoka Bagamoyo au Dar es Salaam. La msingi ambalo tumefikiri pengine wanaweza kulifanya ili kuweza kuboresha huduma zao, waweke mkazo katika huduma za bandari kwa kupata vifaa zaidi vya kuweza kushusha na kupakia mizigo kwa haraka sana, lakini pia na kosti zao, gharama zao zisiwe kubwa, basi na hata na miundombinu ya kutoka bandarini iweze kuboreshwa ili kuweza kutoa nafasi
kwa watumia bandari waweze kuja kuitumia bandari ya Tanga. Lakini barabara zenyewe pamoja na reli ya SGR ambayo itajengwa kutoka hapa kwenda ukanda wa kaskazini pamoja na kuunganishwa kwenye ile korido ya kati, basi itakuwa ni chagizo kikubwa cha maendeleo ya bandari ya Tanga. Ni hayo tu kwa sasa kutoka Tanga, ardhi ya fursa, uzalishaji na historia. Mimi ni msimulizi wako Ahadi Mtweve.